Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje Box TV, hii ni habari kwa kina na moja kwa moja tunaelekea Thailand ambapo maelfu ya watu wapoteza maisha na watu 732 wapata majeraha baada ya tetemeko kubwa lenye ukubwa wa 7.7 kutokea huko nchini. Moja kwa moja tunatokajua nini kimejili. Utakuwa na mimi Christina Mbalku. Takriban maelfu ya watu wamefariki na wengine 732 kujeruhiwa kufikia sasa nchini Myanmar kufuatia tetemeko la ardhi lililopiga katikati mwa nchi hiyo. Takwimu hizi zinatoka kwa viongozi wa kijeshi wa Myanmar Min Aung Hlaing ambaye amesema takwimu hizo zinatarajiwa kuongezeka. Akifafanua idadi hiyo mpya, kiongozi huyo wa kijeshi amesema kuwa watu 96 wamekufa huku Nai Ping Twai, watu 18 huko Saigai na watu 30 huko Mandalay. Kuhusu waliojeruhiwa ni 132, kati ya hao wanatoka Nai Ping Twai na 300 wanatoka Saigai na idadi bado inatathminiwa katika maeneo mengine, takwimu za kijeshi zinasema. Nchini Thailand, kama tulivyoripoti, watu 3 wamefariki kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa. Jengo lilotumika kwa masuala ya kidini nchini Myanmar maarufu kama pagoda laanguka kufuatia tetemeko la ardhi. Sehemu ya juu ya Shuen Saliani, pagoda ya Maliani, kusini mashariki mwa Daliani, imeporomoka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Walioshuhudia wamesikika wakipiga kelele huku wakisema sehemu ya jengo hilo lilianguka chini. Tetemeko hilo kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 lilikumba eneo la kati la Myanmar, huko shirika la utafiti la Geolojia la Marekani likibainisha kuwa kitovu hicho kilikuwa kilomita 16 kaskazini magharibi mwa mji wa Saigai. Tetemeko kubwa la ardhi lilipiga katikati mwa Myanmar. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 lilisikika maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Thailand na kusini magharibi mwa Uchina. Mamia wahofiwa kufariki ingawa ni vigumu kupata taarifa sahihi. Kitovu cha tetemeko la ardhi kilitokea kilomita 16 kaskazini magharibi mwa mji wa Saigai nchini Myanmar katika kina cha kilomita 10 maili 16. Shirika la utafiti la Geolojia la Marekani USGS lilisema kuwa huu ni ukaribu wa mji wa Mandalay, mji wa pili wa ukubwa nchini Myanmar wenye wakazi wapatao milioni 1.5 na takriban kilomita 100 kaskazini mwa mji mkuu wa Nai Ping Twai. Nchini Myanmar kuna ripoti ya barabara kuharibiwa katika mji mkuu pamoja na uharibifu wa majengo kote nchini. Mitetemeko mikali pia ilisikika maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Thailand na kusini magharibi mwa China. Huenda ikachukua muda kabla ya takwimu rasmi ya majeruhi kujulikana, lakini mjumbe wa timu ya uokoaji iliyopo kwamba idadi ya waliofariki huku angalau ni mamia. Tarehe 26 Disemba 2004, mojawapo ya matetemeko makubwa zaidi kuwahi kuripotiwa yalipiga pwani ya Indonesia na kusababisha tsunami ambayo ilisomba jamii nzima karibu na bahari ya Hindi. Tetemeko hilo la kipimo cha 9.1 liliua takriban watu 228,000. Myanmar ilikuwa katika msukosuko wa kisiasa tangu jeshi kunyakua mamlaka katika mapinduzi ya 2021. Jeshi ambalo lilitawala Myanmar tangu mapinduzi ya mwaka 2021 limetangaza hali ya hatari katika mikoa ya Shanghai, Mandal, Magway, Bango, East State na Yapidwawi kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani. Serikali ya Myanmar imetoa wito wa msaada wa damu ambayo inahitajika kwa haraka katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Kuna wasiwasi wa jinsi ya kufikia maeneo yaliyoathirika kufuatia barabara nyingi, bwawa kupasuka na madaraja kuporomoka. Myanmar iko katika ukanda unaokumbwa mara kwa mara na matetemeko ya ardhi, ingawa matetemeko mengi hutokea katika maeneo yenye wakazi wachache na si katika miji kama vile iliyoathirika siku ya Ijumaa. Watu zaidi ya 120 wafariki kufuatia tetemeko la ardhi Tibet. India, Ufaransa na Umoja wa Ulaya zote zilijitolea kutoa msaada, wakati shirika la afya duniani WHO likisema kuwa linahamasisha kituo chake cha vifaa huko Dubai. Lilisema kuwa linahamisha kituo chake cha vifaa huko Dubai kwa ajili ya kuwashughulikia majeruhi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Ijumaa kuwa Marekani ingeisaidia katika kukabiliana na athari za tetemeko la ardhi lililotokea kusini mashariki mwa Asia.
Na ripoti ya hivi punde inasema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Myanmar imeongezeka na kufikia karibu watu 700 huku takribani watu 1700 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa taarifa jeshi la serikali ya nchi hiyo siku ya Jumamosi. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 katika kipimo cha Richter kilichopiga kaskazini magharibi mwa mji wa Shanghai katikati mwa Myanmar siku ya Ijumaa na kusababisha uharibifu mkubwa katika maeneo makubwa ya nchi. Hali ya hatari imetangazwa katika mikoa 6 ikiwemo ni pamoja na Mandalay, jiji la pili kwa ukubwa nchini humo ambalo lilikuwa karibu na kitovu cha tetemeko ambapo uharibifu mkubwa umeonekana. Hii ilikuwa ni habari kwa kina hapa nje ya Box TV. Ulikuwa na mimi Christina Mbalko. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.